simu nyingi, lakini na nyinyi ni katika habari mlizopewa hizo, na kujihifadhi miili yenu. Subhanallah, ukajihifadhi vizuri na ukaswali swala zako 5 kwa vizuri. Tukisema 5 isibakie 5, tuna sunna zikiwemo humo. Basi mtachagua mlango wote wa pepo wa kuingia nyie. Lakini je, hao wanaume walopata wanawake kama hao ambao wanamwonea haya Mwenyezi Mungu, wanaileta ndoa yenye maaba ndani ya nyumba, wako wapi? Mbona hawapo? Wanakimbia na magari. Mbona hawapo? Wamekimbia maskani. Mbona hawapo? Hawamwonei haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaume wenzangu, kwa hili lazima tuwafikirie wanawake wenye kuunda ndoa zenye maaba. Mnawatesa au tunawatesa? Wanapata tabu, wanapata mashaka. Leo mwanamke anakwenda jipiga kifua kwa mwanamke mwenziwe, unajidai bure, kwa hapa hajiwezi, wakati mtu hayumo kwenye ndoa. Au mwanamke mwingine ufanya shinde, yumo ndani ya ndoa, yule ni ndugu yake, anakwenda kumfanyia mambo ya ajabu ajabu. Mimi ndo Aziza, sijui ndo nane, nenda wewe si Kisankore tu, mpita njia tu. Wewe mpita njia tu. Ndoa yenye mahaba huwa haitembelewi zaidi na mdomo wenye maneno machafu. Maana mtu akiwa anaona haya mpaka mdomo wake unaona haya. Mtu akiwa anaona haya mpaka mdomo wake una haya. Mwanamme unaambiwa maneno mazuri na mwanamke, kwa nini unarejesha maneno ya makombora? Hebu mume wangu njoo na kuhitaji. Nani mie? Ndo wewe eti sasa mume nani katika hapa? Ajabu vo mtu. Nani mie? Mimi sina muda kuzungumza na mwanamke bwana. Kwani si nitakupa chakula cha mchana sikipo? Na usiku si tayari? Tena unataka ni pesa za skuli za watoto zipo? Unataka nini? Unamuuliza unataka nini mbele za watu, akikurukia je? Utamwona mbaya. Unataka nini? Unataka nini? Hebu njoo huku. Haya yametokea bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anondoa ya maaba hususan ndani kwa bibi Aisha. Mtume bwana, maneno ya wazungu ameenjoy bwana. Allahu. Anasomesha darsa bibi Aisha, ikamjia hisia ya ndoa yenye maaba. Na ndio maana Mtume akasema baada Aisha, msichelewe sana, murujie nyumbani mkapeleke ndoa yenye maaba. Leo wanaume wako kwenye vikao vya karata. Mtu limefanya suguru. Mikono imefanya suguru. Si mikono tu, mpaka moyo wake una suguru. Katia karata hapa kwenye kofia. Huku ana madai, anadaiwa yeye hana habari. Mzungu wakapi wale ndio? Mzungu wakapi? Huko kuna mzungu unamjua, mbona umemwacha? Usiku yuko maskani. Mwingine anapiga kelele, Manchester, Liverpool, Manchester. Wewe wacha kelele hizo. Nenda ukatulizwe kelele zako huko. Usimdharau mwenzio. Usimuone mwenzio mwehu. Mwenye kupenda yote lazima awe mwehu. Kwa hivyo wehu wa mapenzi ni wehu wa halali, na hususan ya mapenzi yakiwa ya halali. Wengine mnaila wanawake, wengine mnachoyo, mkijua kwamba watu wanapendana ndani ya ndoa yao, wana mahaba. Ndani ajizuzua kama una mume, ndani kwani si hatuna? Choyo hicho, hamujui mahaba. Hamjui ndoa yenye maaba. Ndoa na mume wenyewe la siye babu, siye humjui mwenzio. Anakwenda darajani na anafikishwa darajani. Unaweza kutaka kwenda darajani, mtu akakufikisha Magomeni ukabagosha. Nisikusogeza kidogo hapa na nitosha. Utakuja nisogeza kesho. Kesho utakuja nisogeza. Mpaka mtu anapelekwa mpaka maeneo anayokwenda, anafika salama, na akifika anateremshwa vizuri. Akiteremshwa anaambia hapa bibi ndo ulipotaka, nishakufikisha bibi yangu, nani na makiskis.
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko darasani anasomesha, anaonekana bibi Aisha anakuja, anasema jamani, Bwana Mtume nitieni. Akaja Sayyidina Abubakari radhiallahu anhu, akamuona mwanawe, anamwambia unasemaje? Namtaka Bwana Mtume. Anamwambia Bwana Mtume ana darasa saa hizi. Hakuona tabu kumwambia baba yake, akamwambia na mie nyumbani nalitaka darasa. Anamwambia kaniitie, mwambie na mie nyumbani nalitaka darasa saa hizi. Akaenda akanongonezwa Bwana Mtume kwamba tayari bwana bibi Aisha yuko hapo na amesema anakuhitaji kwa ajili ya darasa. Maneno ya kikubwa kubwa yanazungumzwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema jamani, darasa litakuja kuendelea tukijaliwa inshallah. Kwa muda huu likafungwa salama lile darasa, likaendelea darasa jingine nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu anakaa maskani mpaka anafanana na maskani. Kila wakati yeye ana fulana za chama tu, yeye kila wakati yuko fulana za chama. Uso hauna mahaba tena. Akitizama na mkewe anakunja uso mtu, wewe tena akutizame nani? Kuna wanaume wengine hodari wa kucheza na watoto. Utamwona babu anacheza nao, lakini akimwona mkewe kashabadilika, kakaa wingu la masika. Wako wana mtindo namna hii. Akimwona mkewe kashabadilika, mimi sio kimpumbavu na wanawake, sichezi sana na wanawake. Hawa tucheze nao bwana. Unaambiwa mwanamume yote atakayekaa na mkewe akawa wanacheza cheza kama paka huwa anavomdoea panya vile mfano wake, basi hawa wanasamehewa madhambi yao kupitia katika ncha zao za vidole. Baadhi ya madhambi yanapukutika kupitia katika ncha za vidole. Tunataka nini tena? Unataka nini tena? Ewe Adam, skun anta wa zawjuka aljanna. Ewe Adam, we kaa na mkeo hapo peponi na mule matunda. Naona maana mule matunda na neema, vyakula mbalimbali, lakini ukaonyeshwa mti kwamba lakini mti huu usije ukaukaribia. Chagua vyakula ndani ya pepo ule unachokitaka, lakini mti huu tu Mwenyezi Mungu akasema huu hapana, usije ukala. Kwa taratibu. Ina maana ndani ya ndoa, baada kwamba watu wamekaa ndani na kula wale vya halali walivyoruhusiwa, wasije wakala haramu, ndoa pia inaharibika. Watu wamuonee haya Mwenyezi Mungu. Adam kakatazwa mti, lakini sisi ndo mifano yake, kakatazwa mti ule na sisi ikaweko vile vile ndani ya maisha yetu. Na ndo maana Mwenyezi Mungu akarejesha tena kuonyesha athari ya ule mti ni sawa sawa vile vile athari ya ule mti, mtu asije akala haramu. Akila haramu, mapenzi yanaondoka, murua unaondoka, ndoa njema inaondoka, hata kizazi kinakuwa si chema, na ibada zinaharibika. Mani jitanaba haramu khalasa dinu, yoyote atakayejitenga na haramu basi huyo ameitakasa dini yake. Kuistakasa dini ina maana na ndoa vile vile itasafika, watu wakiwa hawali haramu. Na ndani ya ndoa kukawa tena wakati wa kula, lazima mtu kama unapatikana wasaa mtu ale na mkewe. Watoto tutakula nao kwa kuwafundisha tu, lakini lazima kuwe na sehemu maalumu baadaye, kuwe kuna chakula cha watu wazima. Ndani wamekaa wenyewe, mlango umefungwa, tena isiwe sababu mtu maana wengine hawana haya. Mtu kimona ukimsikia mwanamke anaanza kusema babu wetu shazaa watoto tele, ndo wao katika walikuwa hawana haya hao. Na watoto tele tena tuchakuwa watu wazima tena, mambo ya nyingine na mbele hunikera mbele watoto mara kangusa. Sasa si unapenda kukaa na watoto, hebu kaa peke yako ufaidi. Au ambie watoto sasa kashakuja baba yenu, haya nisimuone mtu upesi, haya safari kachezeni huko koroko chanda nda. Maneno mazito
Lakini utakuja kutafuta kutoa sababu, hanitaki ndio na watoto. Si umakumbatia? Umakumbatia watoto kila katuma, babu hapati nafasi, kila kitaka sijui nitampatia wapi. Akitaka kukugusa kile kichwa, anaona humu ndani kumbe hamkaliki. Ana akili, atakwenda kuoa. Mwehu atakwenda tafuta changu doa. Tuko pamoja? Namna hiyo. Kwa hivyo alhayau, kuwa na haya. Je, tumejijenga katika nafasi ya kwamba sisi tuna haya? Je, tunamuonea haya Mwenyezi Mungu? Tutashuhudia leo kama tunamuonea haya Mwenyezi Mungu. Tutatengeneza baadhi yetu ambao wenye ndoa, tutatengeneza ndoa zenye mahaba za kumuonea haya Mwenyezi Mungu. Na wale waliokuwa hawajaolewa wanatoa ahadi kwamba wataingia katika ndoa yenye mahaba. Hii ndio tunataka kuchunga sasa. Sema basi, inua mkono, sema tuseme bana, sisi tunamuonea haya Mwenyezi Mungu ili tutengeneze ndoa yenye mahaba. Tuinue mikono. Inua mkono juu wewe. Inua mikono juu. Uwe mdogo uwe mkubwa, kwani baadaye huji kufanya hayo. Na kumuonea haya ni lazima Mwenyezi Mungu. Sisi tunamuonea haya Mwenyezi Mungu. Sisi tunamuonea haya Mwenyezi Mungu. Njoo utoke nje kwa pa nje. Alafu ukae uimbe. Uwe huna muda wa kujipamba kwa mumeo. Upike kaimati tu za sikukuu Na siye wanaume tufanywe mambo alafu tusiwe na shukurani. Mwanamke kesha jitahidi, kesha fanya kila hali, kamuonea haya Mwenyezi Mungu. Mwanamume unakwenda kuchukua sigireti unavuta, ndani mmetiwa udi. Huoni haya wewe mwanamume wewe? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anapenda sana, kuna mambo anayazungumza, hayo ndio nitayazungumza mwishoni. Kwa hiyo sifa ya kwanza kumuonea haya Mwenyezi Mungu au kuwa na haya. Tayari watu wamuonea haya Mwenyezi Mungu. Wanawake wangapi wanapata mateso? Mume anakwenda sijui kutafuta maisha, mwingine miaka 15 mume hajarudi. Mwanamke anamuonea haya Mwenyezi Mungu, hazini wala hafanyi mambo machafu, kakaa vizuri na riziki wala haleti. Mwanamume anapata shida, mara leo yuko kwa kaka, mara leo yuko kwa baba, anahangaika, mateso, kakonda mwanamke, maradhi yasiyokuisha. Olewa au kuoa maradhi ndo yake. Wanawake wangapi washapelekwa mentali kwa sababu hawajapata ndoa tu, ndo ana makosa tu. Wengine wale kwa nje wanataka wafungwe, ndo anastahili kufungwa kuliko wale kwa jela. Sio kila wale kwa jela anastahili kufungwa tu. Mikhabithi mengine kwa hizo sheria za kidunia walikuwa hawa kwa nje walikuwa wafungwe. Na kila sio anopata matatizo ya akili tu labda ndo mgonjwa wa mentali au mandazimu. Msichukulie mandazimu tu. Kuna vitu kavikosa, kwa nini akili siharibike? Mtu anakaa mpaka kwa nini asiharibike? Ana madaftari ya hospitali toka mtindo wa vyeti mpaka daftari. Anavyo vyeti toka vya 75. Tatizo lake ukurutu. Heshi kujipara hii. Dawa za ukurutu zote kazimaliza. Kumbe anazo mume miaka 15 yuko Ulaya, ndo dawa zake alizonazo. Kama atakuja mwezi tu haufiki ukurutu umekauka. Anajipara yuko. Tia malham, anatia malham. Sijui vansida, haya. Sijui dude gani, haya. Jamani haupo hivyo ukurutu. Wewe si ukurutu, mapenzi. Haya uko wizara wanawake na watoto mnaambiwa mambo haya. Na haya alitaka wajue. Je, mkenda mkitaka mkiwa na shida ya kwamba gagaziko la waume zenu hawakupeni mapenzi, mnayapata wizara wanawake na watoto? Haizidi unaambiwa kuache huyo. Sawa?
na ndo mnakokimbilia huko. Ndio zenu nakwenda zahanati na watoto. Mkimbilia Allah, fafiru ila Allah, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anataka tukimbilie kwake, tumkimbilie yeye. Atakupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mume mzuri unayempenda, anayekusikiliza. Je, leo watu hawajaharibika? Kama tulivyosema, kwa kumalizia ili swala la haya, ili tuende katika mpangilio mwingine. Simu, je, hizi simu hivi sasa hivi watu wanamuonea haya Mwenyezi Mungu? Anaweza mtu kuiacha simu kwa mkewe? Mwanamke, wewe unaweza kuiacha simu kwa mumeo akaisoma message, ikipigwa akasikiliza? Unaweza? Awe shekhe awe nani, inatokezea kitu kinaitwa wivu. Wivu ni jambo ambalo ni lazima. Mimi haya nayasema si kama labda nayasema tu, kwangu umefika muda nikamwambia hebu lete hiyo simu, na wala siwi mkali wala siwi mbishi. Naambia bibie hii, ikiwa kata kama siku 3 utakaa nayo, kaa nayo, na akipiga mtu pokea wewe, alafu muulize unataka nini, alafu yeye atakwambia. Basi natazama message, naambia tazama zote, pekua zote. Unampa uhuru yule mtu apate ajue ile penzi kwamba kweli humdanganyi, huna mchezo wa kona kona. Lakini leo mwanamme, niliyashuhudia hayo siku moja, nilikuwa ndani ya nyumba, niliyashuhudia, inapigwa simu mwanamme, maana ilikuwa yule jamaa nilikwenda mara moja, alikuwa na shida na mimi, tukaenda mle ndani. Sasa ikapigwa simu yake na mkewe yupo na mimi nipo, nilishuhudia. Pigwa simu ile ipo karibu na mkewe pale, anataka kuichukua, alipigwa mguu huo. Niko mimi, jamaa alikuja kushtukiza, kashampiga tu, piga mguu ule, teke ile mkono ule, yacho simu yangu yacho. Akatoka ile simu akachukua, akaenda akasikiliza nje. Vipi? Ambia yule mwanamke, akamwambia unamwona mumangu alivyo? Umemuona alivyo? Mimi ninapata tabu ustadhi, umemuona alivyo? Sasa ina maana gani kwenda sikiliza nje simu? Je, hayafanyiki haya? Hayafanyiki? Hujarushiwa message wewe na changu doa? Alijuaje namba yako kama hajaipeleka mumeo? Kesi ngapi ziko Zanteli huko? Kesi ngapi ziko Zanteli kila siku? Mwingine ule uvivu wake anasema ikipigwa simu ya mke wangu nianze kusikia mie kwanza. Wapo hao, maneno yote yale anasikiza, anaambia mkeo yeye anasikiliza, na la hafaidiki, hakuna chochote. Kwa sababu mapenzi haya yalindwi hivyo. Mapenzi yanalindwa kwa kumuonea haya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wamuonea haya Mwenyezi Mungu, utamwamini popote anapokwenda mpenzi wako, na utajua sasa kama hichi kitu peke yako. Tumsaleni bwana mtume tayari Lakini ikiwa hamuonei haya Mwenyezi Mungu, unajua wazi hichi kitu si peke yangu, huenda ngala na wenzangu. Na hapo ndo hatari, kwa sababu ndani ya penzi hakutakiwi kuwa na dhana. Ndani ya mapenzi hakutakiwi kuwa na dhana. Hata Mungu mwenyewe tunapompenda katika mapenzi anostahiki, hatustahiki kumuonea dhana Mwenyezi Mungu, dhana mbaya. Ikawa watu wamepewa, si Mungu hala hajatupa. Ile unamfanyia dhana Mwenyezi Mungu, haitakiwi ile. Jambo la pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wata'aturi, na kujitia manukato. Kwa hiyo ndoa itakuwa vizuri vile vile watu wakiwa wanajitia manukato. Wanawake mnanunua sana manukato, na wako ambao wanajitia sana manukato na wanaweza kusikiliza harufu ya manukato hiyo hawapo. Na wengine mkijitia manukato mnajitia vibaya, mpaka kwenye madaladala tunasema ni haram. Ni haram mwanamke yote kutoka nje akanukia manukato, mpaka wanaume wakashtuka, mishipa ya kichwa ikainuka. Mwanamume mizizi ya kichwa hivi imemsimama hivi kwa kusikiliza aludi. Kaisikia taaturi, ameisikia uturi, manukato ameyasikia. Alotiliwa bwana jana,
Au mwingine akijua kwamba anakwenda hospitali ndo atapousugua mguu, akausugua mguu. Halafu akajitia manukato huyo kwa panje. Wanotakiwa wajitie manukato zaidi sisi wanaume ndio kweko nje. Sisi tunatakiwa tunukie. Kama unajua mumeo anatoka, mweke perfume vizuri, alhamdulillah, ananukia sunna. Tumswalieni bwana mtume. Anakwenda msikitini ananukia. Mwanamume anakwenda msikitini ananuka minazi. Mwingine ananuka gari ya ng'ombe. Kazi yake kupeleka kusukuma magari ya ng'ombe tu. Mwingine mchukuzi ananuka. Wewe mwanamke huoni haya wewe? Mumeo kamwachia ananuka. Piga pasi nguo za mumeo, fua kidogo. Akiweko shughulini avae nguo za shughuli kama harakati zake za kikazi, lakini anapokoga wajua saa mume wa fulani kakoga leo. Tumswalieni bwana mtume. Na hakukoga mwenyewe, kakogeshwa na mkogeshaji yupo tena. Na akiambua kakoga, wewe ndio ulomkogesha tena. Kamkogesha nani? Kwani kitoto kikiona kizuri kimevaa uzuri kavaa nguo mwenyewe, kimekoga mwenyewe? Subutu, kina mama yake hicho. Na mume hivyo hivyo. Tumswalieni bwana mtume. Ukamwona mume wenzio namna hiyo, kuna yuko mwenyewe aloifanya hiyo kazi. Kaacha kazi ya umbea kaifanya hiyo. Na wengi wao ndio unaona wakiwaambia watizame na wao mume zao walivyo. Wewe mwanamke akiwaambia mtizame na wewe mume, yeye mwenyewe hana muda atamweza mume. Halafu kazi yetu kutandika kitanda tu, sio? Katika kutandika kitanda, hicho kitanda kinataka kuwe kwa uzuri. Na kilipotajwa kitanda, ulifikiri kitanda gani? Hizi chenye matendegu? Watu walikuwa kilalia firashi tu chini. Na kitanda kilikuwa kinatandikwa firashi. Ama bwa kitanda amekuja juzi tu kwa tamaa zetu. Na hala si vibaya lakini kwa mitindo yetu, lakini watu walikuwa wanalala kwenye firashi tu. Si haramu, msije mkasema tumeharamisha kulala kitandani. Lakini firashi tu watu wanalala vizuri. Lakini kitanda kilipozungumzwa kutayarisha kitanda ni yule mume mwenyewe. Mtume kafunika pale kaita kitanda. Mwanamke kazi yake kutayarisha kitanda, yule mume umtayarishe. Kila wakati umtayarishe. Ukikosa kumtayarisha ndio kunatokezea mambo mabala, aibu. Ndio yale tuliyosema, kuna aibu zinaweza zikatokezea. Na zingine zinatokezea ndani ya ndoa. Mara unasikia mwanamume hana nguvu za kiume. Tena unapiga kelele na kesi kila pahala. Mume wangu mimi naona mtihani. Wewe mwenyewe si mtihani? Je, umempa mambo gani ya kumtayarisha ili zile nguvu zirejee? Nguvu hazirejee kwa kula asali hivyo na pweza wanene. Mtu anaweza kula pweza wanene nguvu zikazisirejee kwa sababu huna maneno ya maringo mwanamke. Huna kumvutia vutia. Hebu kuwa na maneno ya maringo. Mume wangu sijui nayo utizame nguvu kama zitokuja. Lakini baba usishughulishe kama uwezi basi. Ala. Tayarisha. Hebu lete vitu vya matukio. Mweke mtu katika matukio. Pakiwa na moto, lete gari za kuzima ule moto. Tumefahamiana? Sio pana moto unaleta ngoma. Aka. Tumefahamiana? Pakiwa pana moto, lete gari za kuweza kuzima ule moto na matayarisho na vifaa vya kuzima moto. Maji yale yanapuliza, mnazima moto na watu wanashughulikia, wengine wamepanda huko, wengine wamekoa hivi, namna hiyo. Nasema kijitu kizima mnielewe. Lakini leo pana moto unakwenda ichukua beni. Watu panapigwa beni vipi? Ndio tunataka moto uzimike. Mambo bado. Sasa wao wanazima moto, wanasherehekea. Tuko pamoja? Kwa hivyo ukitaja kesi za mambo ya ndani, mume wangu mimi ana hivi, au kuna wengine wanalalamika wake zao hawapati hisia. Kesi zinakuja nyingi.
kwamba mtu anakaa na mume miaka 20 kashaza watoto, lakini anauliza kwani huku kuolewa ni kuzaa tu, huna chengine unachopata? Mwisho anaonongeza njio, kwani nyinyi mnahisi nini mnapokuwa na waume zenu? Hapa tunahisi hichi, tunahisi hichi, tunahisi hichi. Mtu unaweza kufika wakati mwingine ukaonekana kama una homa, ukapelekwa hospitali. Akizubaa mume anaweza kukupeleka hospitali, akakodi taxi, mke wangu kazimia. Mshanifahamu eh? Maana mimi napita tata lakini mnifahamu. Sawa? Basi mtu anafikiria mimi mbona hayanitokezei yale? Mimi mbona siyaoni kama yale? Mimi najiona nipo tundanishaza watoto tele hao. Sasa ukakosa ndoa yenye mahaba. Ina maana lazima ashughulikiwe mpaka apate ndoa yenye mahaba, ajue nini lengo la ndoa. Kwa hiyo manukato, wanawake ndani waweke sana manukato. Wanaume wanapotoka nje, wanawake ni haramu kuweka manukato wanapokuwa nje, ni haramu. Sawa eh? Na manukato yanajenga hisia. Mwanamume anapata hisia, anajijua yuko katika maeneo gani. Wewe uko kambini kwa jeshi, unajulikana kama uko kambini kwa jeshi. Unawaona majeshi pale, harakati za kambini pale unaziona. Sasa leo mtu yuko nyumbani kwake kwa mpenzi wake asijue, na pia anajuulishwa hajui. Mwanamke alhamdulillah kashatandika uzuri, kaka kafunika chakula, kaka kitako anamsubiri mume. Mume hana muda, akija nimeshashiba, nimeshakula mie. Njoo kidogo ule. Nasemaje? Usinifanye kelele, nishakula, kwani lazima nile hapa? Mume wangu tena utakula wapi? Kumbe kashakula kwa mama ntilie. Wamo watu wana tabia hiyo, kwenda kula kwa mama ntilie. Si vibaya watu wanapokuwa katika harakati zao, lakini wana tabia ya kwenda kula kwa mama ntilie, kwa sababu akifika kule wanatiliwa kweli, sio mama ntilie tu. Anatiliwa wali nyama, halafu na vikofi anapigwa kidogo. Mwanamke haondoki, yuko pale kwa mwanamume, anakula. Wanaume wanakula, mwanamke yuko pale. Wanavyoyajua wenzenu wanakuzungukeni, basi nakwambieni. Halafu wewe mume anakula, wewe uko nje na shoga yako, au kaja shoga yako anakuita shoga yangu, na wengine wanaila. Akishajua kama mumeo yumo, wanataka kukuharibia ndoa yenye mahaba. Akijua kama mumeo yumo, kama anajua kwa ana baskeli au viatu vile, anavijua vile viatu vya mumeo atakuwa ndani. Subira we, na subira. Watu wanakera hawa, wanaonyima watu raha zao. Da subira we, da subira ndo unaringa kwa yuko Al-Azizi sijui ndo nani. Azizi wako yumo saa hizi ndo unaringa. Tena yule bwana ananyamaza kimya. Mwisho inabidi yule bwana anaona hili lishakuwa kero, shoga yako anakuita bwana. Na yeye labeka anatoka nje. Kashaharibu mambo yote. Lakini umpate mwanamke ambaye huyo mwenye sifa maaba. Subira we, bibi usinishughulishe. Wewe ukiwa na mume usikuulizi. Na mimi niache niburudike. Anakuambia hivi, tena mbaki kijiso kibaya.